Habari. Salamu, shikamoo. Haba. Nimekuja na watu wa usalama. Wana kazi nataka kuifanya hapa. Kwa hiyo wenyewe watajitambulisha kazi hiyo wanataka kuifanya. Naitwa Fadajado, ndio mtoto polisi hapo kati. Na hiki ni kituo cha. Naitwa Fande Bolero kutoka kituo cha kati. Ndio fanya kazi. Uchunguzi nyumba nzima. Hakuna mtu. Wala mtu. Dada yake na mshiri. Ndio. Naomba tulie razi kwa hili. Ila ni wajibu wetu kukamilisha. Asante. Samahani sana. Asante. Zufa. Sema ukweli. Mbona unasumbua wazazi wako kila siku? Unasumbua mpaka serikali. Na ukweli wote una wewe. Mbona mtu kabeba mtoto kwa kuini? Kaja kwenye chaka na mtoto. Na mtoto. Twende. Wewe kijana hapa hapa wewe unaenda kufanya mdogo unaweza mama. Ngoja. Kana kwa. Wewe. Desudi kumba. Wewe unafanya nyama kama huko hapo. Kijana wewe, kijana wa baba. Nyama unafanya mtoto ana hata miezi ngapi ndio kufanya nyama kumchukua kumning'iniza ndani. Kwa nini bila wewe? Nafikiri mtoto.
hii jambo zuri, jambo jema. Basi sisi hatuna wasiwasi sana na wewe. Lakini mwanangu, pombe. Uache au upunguze pombe. Baba, hilo halina tatizo. Mimi nikimpata mwenzangu tu, mimi habari ya pombe tena naachana nayo kabisa. Kweli mko utaacha pombe? Mama, naacha pombe. Kile kipindi ulichokuwa unalewa tu ulikuwa na mkeo? Mama, nitaacha. Naahidi. Ni kweli au wao umefika kwa wako tu hapo lazima tutaacha. Ndio wawache wala nini? Kweli shemeji au unazikuwa tuleta bila. Marahaba. Wewe zopa. Ale. Hebu toa hapa. Sawa. Unatoka wapi mwanangu muda wote? Natoka kwa nini? Mchana wote huu hata ukumbuki muda wa kupika. Nienda kwa Amina mama. Yule mheshimiwa pale unamfahamu? Ndio najua. Nani? Baba yake Faraja. Kama ni baba yake Faraja, basi kaja kwa lengo anataka kukutolea posa wewe hapo wewe. Kwa tulipoenda kwenye msiba wa mkewe yule amekufa tumezika. Sasa ndo kaja anataka kutoa hela kukose wewe. Mwanangu, kama ulivyosikia kwamba sababu yake ya kuja hapa ni kutaka kukuoa. Na sisi hatuna kipingamizi naye. Mlizia lalaki. Kinachobakia kazi kwake. Alete kinacholetwa. Basi jambo likamilike. Naweza kuna na shughuli zako. Bwana, mimi nashukuru. Na sisi tunashukuru sana. Haya. Safari njema. Okay. Twende shemeji. Nataka kupata hela soda hapo. Mbona chukue viatu? Fuata vitu wako. Bushiri, nilichokuita hapa ni kitu kimoja tu. Uniambie unanipenda au unipendi? Kwa nini unasema hivi? Na maana tuna miaka mingi toka tuanze kuishi mimi na wewe. Sikuelewi upo katika nia kunioa au kunichezea tu na kuniacha. Sasa uelewe kivipi? Kwa unasema mimi sielewi, mimi kuaje mpaka unachoshindwa kuelewa nini? Nimekuambia hivyo kwa sababu nyumbani kuna mtu kaleta barua anataka kunioa. Nimeona kaja kukwambia wewe kwanza, je, upo na lengo gani kwangu mimi? Sasa barua si uelewe. Kwa hiyo lengo lako lilikuwa nikuchezea tu na kuniacha. Sio kuchezea. Sikiliza tu. Kutokana na mimi jinsi nilivyo na hali yangu ilivyokuwa. Yaani hali yangu mimi sio nzuri. Nitegemea hilo kitu kiwepo, lakini sasa hali yangu jinsi ilivyo kwa ni bado. Nitakuweka sawa. Kwa nini usiniambie muda mrefu nikae nijue kwamba hauna ratiba na mimi? Ratiba nilikuwa nayo ndio maana kwa wote tunahusiana. Wewe unaniambia niolewe? Sasa kumbe utafanyaje? Olewa? Ila utakuja ujute. Najuta kwa lipi? Kwa chochote kitakachotokea mbele yake utakuja ujute. Wewe vipi? Nimetoka kukutana Bushiri hapo. Tumekwazana, ndio naenda tena naondoka. Mmekwazana tatizo nini? Nyumbani kuna mtu kaleta barua, anataka anioe. Na mimi sijakubali hadi nimwambie Bushiri. Bushiri namfuata leo namuita nizungumze, anatolea ukali. Ndio hivi ana mimi naondoka na anaondoka. Kwa hiyo kakuambia nini? Kanaambia wewe nenda tu kaolewe, mimi sasa hivi mazingira yangu hayako sawa. Hali yangu haiko sawa kabisa, sipo tayari kuoa kutokana na maisha yangu hayako vizuri. Kwa hiyo unafanyaje? Sina cha kufanya, na cha zaidi mimi nina ujauzito wake.
yuko tayari uolewe na mimba yake? Yes, sijamwambia kama mimi na ujauzito. Kwa nini sasa hujamwambia? Nimetaka kwanza nimeanza kwanza kumhoji ili nijue atanipa jibu gani. Hapo niambia baada ya kuolewa tukaniambia tu nenda kaolewe. Alafu sasa zaidi sitaka kumwambia ili sijulikane mazingira nyumbani. Wazazi nitaonekana na mila za kwetu kama unavyojua, nitaonekana mimi nimewadharau sana wazazi wangu. Nimeamua tu kwanza nimeanza kumjaribu kumwambia baada ya kuolewa kashanijibu hivyo, basi nikaamua bwana niondoke. Sijamwambia tena chochote. Sawa. Sitaongoza nyumbani. Sijajua yeye mwacha anaelekea huko na mimi naondoka. Twende nyumbani tukamwangalie. Kama atakuwepo nitamwambia akaelewa na hawezi kukubali wewe uolewe na mimba. Zulfa nimekutana naye. Kanambia kuwa umegombana naye, mmekutana huko umemwatiza kwani. Lakini tatizo nini naye alikuja kukwambia kuwa anataka kuolewa? Asa umbwatize maana yake ni ulimjua hoja yake nini au alikuja kwa nini lipi? Wewe leo si unamjua Zulfa bana mambo yake wewe tena. Zulfa ni mjane. Toshe, anataka kuolewa na akiwa na mimba yake. Uko tayari aolewe na ujauzito wako? Mbona mimi akunyanya? Akwambie vipi na aliyakuwa mmekutana njiani na mpokea unataka kwa watu kubalika nani hiyo kwa sababu Zulfa, hicho niambia dada Tunda ni cha ukweli? Na kama ni cha ukweli, kwani usingeniambia mapema? Kwa hiyo wewe una damu yangu. Na kama una damu yangu, sitoruhusu wewe uolewe. Na kama sio ya kwangu, wewe nenda kaolewe. Ni kweli ni damu yako, ila nitaolewa. Na kama ni damu yangu, nitakuja niichukue siku yoyote. Nadhani umenielewa. Naombeni sana. Hili jambo naliomba tukazungumzie kifamilia. Tafadhalini sana. Nawaomba. Sawa mzee. Hili swala kiwepesi tunaliona jepesi, lakini tatizo kubwa limeshafika kwa mkuu. Na sisi sababu za kufika hapa imetoka kwa mkuu. Kwa hiyo haina jinsi wala haina budi, inabidi tumchukue tufike naye kwa mkuu. Au unasemaje mzee? Sababu na hilo, tumie busara na kuonyesha sheria. Acha huyo aende, kiachukue mkondo. Maelezo yote zimshaba. Maelezo gani? Wewe ungetaka sheria ungefanya serikali. Nyuka nyuka. Umetoka wapi? Tuondoke. Utarudi, twende utarudi. Nyuka juu nimekwambia familia yako itakufuata huko.
unisamehe kwa yote niliyofanya. Sawa. Sikia. Lakini pia msikie mwenzako anazungumzaje naye. Baba, mama hapo, naombeni samahani kwa kitendo nilichokifanya. Kwa sababu singefanya hivi kutokana ile ni damu yangu bali kama ni. Pia Mama Faraja, naomba unisamehe sana. Baada nimeamua kufanya hivyo, hiyo ni damu yangu bali nikaamua nifanye hivyo. Kwa hiyo naombeni mnisamehe sana. Sana sana. Sawa, tumekusikia. Lakini pia nataka nipate naye maoni ya mzazi wako. Mimi kwanza nashukuru Mungu kwa sababu kila jambo lazima liwe na sababu. Sawa? Kwa hiyo mimi swala huyu bila asingelifanya yule, mimi nisingejua kama hii si damu yangu. Kwa hiyo leo nimelielewa swala kama hili, huyu mimi si damu yangu. Kwa hiyo mke wangu niko naye pamoja, sina chuki naye tena, sababu mke wangu bado nampenda. Siwezi kutoa maamuzi magumu. Huyu mtoto nitamlea kama nilivyomlea Faraja mwanangu, na huyu nitamlea hivyo. Ya kwangu mimi nimeisha. Kwanza mimi kabla sijaingia neno la mwisho, labda hiyo mtu wangu unasikia wewe lolote. Mimi nashukuru kwa yote aliyopita kwa mwanawe, kwa hiyo kamrudisha, lakini mwanangu alichokifanya si kizuri. Amempiga, amemuua, tunafikiri mwizi au mchawi. Sio tabia nzuri, isijirudie hiyo tabia. Sawa. Lakini mimi pia nataka nimwambie mzazi mwenzangu kwamba mtoto bado mdogo. Kanuni inasema kwamba mtoto mpaka afike miaka 7 au miaka 14 ndio anaweza akarudi kwa mzazi mzima. Hili nalo unapangiaje? Nadhani hilo mzee halina shida. Pokea vizuri.